Thank God for giving us yet another opportunity to be together in the house of the Lord. Na siku ya leo tunaendelea na Bible study, na we have been studying the word of God from the book of 1 Corinthians. We started from chapter 1 and now we are in chapter 12. But I want to talk shortly today. Nataka kuongea kidogo juu ya kipawa kimoja cha Roho Mtakatifu ambacho tuliweza kuona katika 1 Corinthians. Tuliona ya kwamba 1 Corinthians chapter 12 imeongea sana juu ya vipawa vya Roho Mtakatifu, na for the last 2 Sundays tumeweza kuchambua vipawa kadhaa, na leo ningetaka kumalizia vipawa. Hatutaenda kwa zote, lakini kuna kipawa kimoja ambacho ningetaka kuguzia siku ya leo, na naamini ya kwamba tutabarikiwa pamoja. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Tusome 1 Corinthians chapter 12 and verse 11. Tunaweza kufunguliwa pale. Yes. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one just as He determines. Yes. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body. So it is with Christ. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free, and we were all given the one Spirit to drink. Ketaka ufungue mahali melist vipawa, sababu nataka kuguzia juu ya kipawa kimoja cha Roho Mtakatifu. Fungua verse 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom. To one there is given through the Spirit the message of wisdom. To another the message of knowledge by means of the same Spirit. Ningetaka tufikishe hapo. Verse 8 peke yake. To the one there is given through the Spirit the message of wisdom. Tuliongea last Sunday about the gift of word of knowledge. Na siku ya leo tunaongea juu ya the word of wisdom. Na word of wisdom pia ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Ni tofauti na word of knowledge. Ni tofauti na prophecy ama unabii. Kwa hivyo this word of wisdom, kipawa hiki kinaitwa word of wisdom. It is not natural wisdom. Si vile mtu unaweza kusema ya kwamba nimezaliwa nikiwa na hekima nyingi sana. Si hekima ambayo unaipata through academic achievement, ya kwamba nimesoma sana na sasa ninaelewa mambo vizuri. Si vile unasema ya kwamba niko na hekima nyingi sana ya kuelewa mambo, lakini hiki ni kipawa cha wisdom ambayo inapatianwa na Roho Mtakatifu. It is given by the Holy Spirit, and it is given for a specific need or situation. It is not the gift of wisdom, but the word of wisdom. Si kipawa unaweza kusema ni vipawa vya hekima, lakini ni the word of wisdom. Na ningetaka tuone example ili tuweze kuelewa. Katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 4. Fungua hapo Luke chapter 4. We are going to read from verse 1. Na tutaona
hekima ya Roho Mtakatifu ama kipawa hiki vile kinafanya kazi. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone." The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all the authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. So if you worship me, it will all be yours." Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve him only." The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered, "It says, do not put the Lord your God to the test." Tufikishe hapo. Nataka kusema ya kwamba hiki kipawa kinaonekana kikifanya kazi katika temptations za Yesu. Unaona alipitishwa na shetani katika temptation ambazo zilikuwa kali sana, na alikuwa ameenda jangwani, amefunga, ameomba siku 40, na sasa shetani anajitokeza, anaanza kumunenea kwa sababu alijua ako na njaa. Anamwambia, unaweza kufanya mawe haya yawe chakula. Na kupitia kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kipawa kile cha wisdom kikifanya kazi, Yesu anamwambia shetani, hapana, imeandikwa ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, lakini ataishi kwa neno ambalo linatoka kinywani chake Mwenyezi Mungu. Shetani pia anampeleka pahala ambapo ni juu zaidi, na anamwonyesha milki zote za dunia, na anamwambia, ukiniabudu mimi nitakupatia all the land, all the glory of the land. Ile yote unaona nzuri nitakupatia. Na unaona na vile Yesu na yeye alimujibu, "So if you worship me, it will be all yours." Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve him only." Shetani alikuwa apewe aabudiwe instead of Mungu. Kwa hivyo alikuwa anamwambia, nikikupatia hizi zote. Kwa hivyo unaona vile wisdom inafanya kazi kama kipawa cha word of wisdom. Yesu anapata tu funuo na anamwambia shetani, hapana, imeandikwa ya kwamba mtu atamwabudu Mungu peke yake. Na hata umeona hata hiyo ingine ambapo anampeleka pahali juu, anamwambia unaweza kuanguka kwa sababu imeandikwa atatuma malaika wake na watakuchukua, hutaanguka. Unaona shetani anatumia hapa maandiko ili aweze kumtoa Yesu katika mapenzi ya Mungu. Lakini unaona answers zote ambazo Yesu anatoa zinakuwa ni answers ambazo they are full of wisdom and revelation. Kwa hivyo hiki ni kipawa cha word of wisdom ambacho kinafanya kazi hapa. And then Luke chapter 20 from verse 22. Tutaona example ingine. The word of God, Luke chapter 20 from verse 22. Is it right
for us to pay taxes to Caesar or not. He saw through their duplicity and said to them, show me a denarius whose portrait and inscription are on it. Caesar's, they replied. He said to them, then give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. They were unable to trap him in what he had said there in public, and astonished by his answer, they became silent. Hapa tunaona pia kipawa cha word of wisdom kikifanya kazi. Wale scribes na Farisayo walitaka kumshika Yesu na kuweza kuonyesha ya kwamba pengine haelewi vile mambo inaenda, ili pengine waone kama anatii serikali ya siku ile. Wakamuuliza, je, ni vizuri ama inahitajika tulipe ushuru kwa Kaisari? Akapewa word of wisdom kuanza wale watu ambao walikuwa na mtura. Akawaambia, hebu nipeni hiyo coin. Na akapewa ile coin, ni kama ile shilingi. Akawaambia, imeandikwa ama iko na crown gani? Wakasema iko crown ya Caesar. Akawaambia, basi kile ambacho ni cha Caesar na apewe. Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Hapa unaona pia wisdom inasaidia sana. Word of wisdom, instant message that is received in the spirit, ambayo inasaidia mtu hata kupatiana jawabu ambalo halina controversy. Jawabu ambalo ukilitoa wale watu wanawatu wakiwa astonished. That is the gift of the word of wisdom. We have another example in John chapter 8, verse 3 to 11. Tufunguliwe John chapter 8, verse 3 to 11. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. They were kept on questioning. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone to her. Again he stooped down and wrote on the ground. At this, those who had began to go away one at a time. The older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you. Jesus declared, Go now and live your life of sin. Hapa tunaona pia a gift ya wisdom ikifanya kazi. Wayahudi wameenda na wale waandishi na wale mafarisayo wamekuta a woman akitenda dhambi. Hata sijui pengine walikuwa yule ambaye walikuwa nafanya dhambi pamoja, pengine alitoroka msichana ama dalili alishikwa. Wakasema huyu tumemshika kabisa. Na wanasema kulingana na the rules of Moses, mtu akipatikana katika hali hiyo alikuwa pigwe mawe na uwawe hapo hapo. Sasa wanamwambia, sasa unasema nini? Na huyu tumemshika red handed na ako hapa. Na walikuwa nataka kumtrap kwa sababu walijua vile sheria inasema. Lakini the Spirit of God gave Jesus
supernatural wisdom. Now he bowed down and started writing some things on the ground. Na wakati alikuwa anaandika pale chini, wale ambao walikuwa wamemshika huyu mama wakaanza kusoma vile alikuwa ameandika. Inaonekana alikuwa ameandika dhambi zao. Kila mmoja anaenda anaona jina lake na amefanya hivi na hivi na hivi. Mwingine anakuja anaona jina lake amefanya hivi na hivi. Wakaanza kuondoka one by one, and hatimaye akawauliza, akaamka akaangalia, akakuta wote wametoroka. Ni mama peke yake sasa amebaki pale, na akamwambia, basi umesamehewa, uende na usifanye dhambi tena. The word of wisdom ilifanya kazi katika situation ile, katika hali hiyo, kwa sababu naona they have come, they are quoting the scriptures, the law imesema, sheria imesema mtu apigwe mawe na amepatikana. Sasa wewe unasema nini? Supernatural wisdom through the gift of the word of wisdom ikafanya kazi kupitia kwa Yesu, na unaona eventually wale walitoroka wote kwa sababu waliona they were condemned, even their spirit, kwa sababu pia waliona ya kwamba wao ni wenye dhambi pia. And then example ingine tusome Acts chapter 6, Matendo ya Mitume 6 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 5. In those days when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and they said, it will not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and the wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the word. This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. Also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. Nataka kusema ya kwamba kipawa hiki pia kilifanyika ama kilifanya kazi wakati ambapo kulikuwa na shida katika kanisa la Jerusalem. Kanisa la kwanza hapo Jerusalem lilikuwa na likaendelea kukua zaidi na likaendelea vizuri sana, watu wakawa wengi. Na pahali ambapo kuna watu wengi na mambo mengi yanatendeka, wakati mwingine kuna kuwa na shida kidogo ya administration. Kukawa na kikundi kimoja ambacho kina complain ya kwamba wakati kuna ugavi wa chakula, wengine hawapewi chakula vizuri, hawapewi kama wale wengine. Na wakati kulikuwa na hiyo complaint ama manunguniko, kipawa hiki kilifanya kazi. Wale leaders wa kanisa pahala pale wakasema, hatutakaa tu pahala hapa tukiendelea na kazi ya kugawa chakula na mambo kama hayo, lakini sisi tutajipatiana katika huduma ya maombi na neno, lakini tutachagua watu 7 ambao tutawapatia hii kazi ya ugavi wa chakula. Alafu hao ndio watasimamia chakula
na kitagawa vizuri na hakutakuwa na manunguniko wa mengine. Na wakati ambapo walichagua watu ambao walikuwa full of the Holy Spirit, full of wisdom, watu ambao walikuwa honest, wakachaguliwa wakapewa jukumu ile. Hiyo manunguniko katika kanisa la kwanza yakaisha kabisa, na kanisa likaendelea kukua na kuendelea mbele. Kwa hivyo tunaona the gift of the word of wisdom ikifanya kazi katika kanisa la kwanza. Hapo Acts chapter 6 from verse 1 to 5. Roho Mtakatifu akapatia mitume wisdom ya kuhandle hiyo shida ambayo ilikuwa pale ya kucomplain. Kwa hivyo kipawa hiki hata wakati mwingine kinatumiwa ama kinapewa leadership ya kanisa wakati kuna shida, ili wajue watahandle mambo namna gani. Unaona kinapatianwa in church administration ili mambo iendelee vizuri. Kwa hivyo ule mnunguniko ambao ulikuwa pale katika kanisa kwa sababu ya ugavi wa chakula ukakwisha kabisa wakati kipawa cha word of wisdom kilifanya kazi kupitia kwa mitume. And then we have another example in Acts chapter 15 verse 28. Acts chapter 15 verse 28. It seemed good to the Holy Spirit, and it was not to burden you with anything beyond the following requirements. You are to abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. You will do well to avoid these days. Farewell. The men were sent off and went down to Antioch, where they gathered the church together and delivered the letter. The people read it and were glad for its encouraging message. Hapa kulikuwa na shida pia pale Antiokia, kwa sababu wapendwa wengi walikuwa wameokoka pale na walikuwa wanajazwa na Roho Mtakatifu, na wengine walikuwa ni watu wa mataifa. They were not Jews na wamejazwa na Roho Mtakatifu, na kukawa na shida. Wengine sasa wakisema sasa hatujui tutafanya nini, sijui pengine wengine watakuwa circumcised, wengine sijui watafanywa nini. Kukawa na shida pale, lakini unaona wale mitume walisema ya kwamba hakuna mambo mengine wataongezea, vile tu wanahitaji ni ya kwamba wasifanye mambo immorality, kusikuwe na kukula chakula ambacho kimeandaliwa ama kimekuwa sacrifice to idols, from blood, from the meat of strangled animals, na sexual immorality. Wawachane na mambo hayo yote, na wanaambia you will do well to avoid these things, na wanaambiwa farewell. Hiyo barua ikatumwa na ikapeanwa kwa watumishi wa Mungu, na walipofika pale na wakaambiwa vile mitume wameona vile hiyo shida itakuwa handle. Unaona ya kwamba they were very encouraged, na wakawa na furaha, na hiyo shida ikatatuliwa kwa sababu mitume walipata neema na Roho Mtakatifu kupitia kwa word of wisdom, wakajua ni nini kinapaswa kufanywa. Kwa hivyo hata kwa kanisa siku ya leo, hiki ni kipawa cha maana sana, kwa sababu tutajua what to do and how to handle every situation ambayo inakuja kati yetu. Na the last example, Luke chapter 21 verse 14 and 15. Hiyo tu ni kutuonyesha ya kwamba hiki kipawa kinaweza kupewa mmoja wetu. But make up your mind not to worry beforehand
how you will defend yourselves. For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. You will be betrayed even by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. All men will hate you because of me, but not a hair of your head will perish. Hapa ni Yesu wakati ambapo alikuwa karibu kuondoka, aliweza kuambia kanisa ya kwamba kutakuwa na shida nyingi. Kanisa inaweza kuteswa hata kwa ajili ya neno la imani kwa sababu ya kumwamini Mungu, na wengine wanaweza kushikwa na wajikute wameenda kotini. Na ndiposa Yesu anasema ya kwamba hata mkishikwa msiwe na uoga, kwa sababu Roho Mtakatifu atawaambia ni nini ambacho mnatakikana kusema. Hebu tufungulie verse 14. Msiwe na uoga kwa sababu Roho Mtakatifu atawaambia, nawaambia, but make your mind not to worry. Msianze kustuka. Hata pengine hata hujui utasema nini, uanze kushindwa itakuwa namna gani, lakini anatuambia kwamba but make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourself. Vile mtajitetea. Anasema verse 15, for I will give you words and wisdom. Nitawapatia maneno na hekima ya kwamba none of your adversaries, wale ambao ni maadui yenu, wale ambao wanawapinga, nitawapatia hekima ambayo hawataweza hata kuresist or contradict. Kwa hivyo ukisimama imara kabisa na ushuhuda wa Yesu, hata wakati unakuwa accused kwa mambo mabaya, hekima ya Roho Mtakatifu itakutetea, kwa sababu Mungu ametuambia katika neno lake tusiwe na hofu ati tutasema nini. Lakini tukisimama pale, Roho Mtakatifu atutapatia hekima ya ajabu. Na hii inatukumbusha hata Paul, ukisoma Acts chapter 26, wakati ambapo alishikwa na akaenda pale ili aweze kujitetea, na hukumu ilikuwa ni ya kifo, na akapewa ile nafasi. Ukisoma hiyo chapter 26, hebu tusome tu kidogo. I love this chapter. Then Agrippa alikuwa ni mfalme na ameitwa, na watu wamekuja, wako kwa judgment hall, wamekalia viti, kesi ikatwe dhidi ya Paulo, na ni kesi ya kifo. Paulo akaomba pewe nafasi ajitetee kidogo. Unaona vile alisema. Then Agrippa said to Paul, you have permission to speak for yourself. So Paul motioned with his hand and began his defense. Paulo akapewa ruhusa ajitetee, na neno la Mungu lasema ya kwamba ni kama vile siku hizo mfalme alikuwa na nguvu sana, authority, walikuwa naamua vile itakuwa. Sasa ni kama President Uhuru ameketi hapa na jaji mkuu na wale wengine, wewe umeketi hapa, umepewa nafasi ujitetee. Paulo akasema, King Agrippa, I consider myself fortunate to stand before you today as I make my defense against all the accusations of the Jews, and especially so because you are well acquainted with all the Jews' customs and controversies. Therefore I beg you to listen to me patiently. The Jews all know the way I have lived ever since I was a child, from the beginning of my life in my own country and also in Jerusalem. They have known me for a long time and can testify, if they are willing, that according to the strictest sect of our religion, I lived as a Pharisee.
And now it is because of my hope in what God has promised our fathers that I am on trial today. This is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled as they ministry serve God day and night. O King, it is because of this hope that the Jews are accusing me. Why should any of you consider it incredible that God raises the dead? I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth, and that it is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priest, I put many of the saints in prison, and when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished and tried to force them to blaspheme. In my obsession against them, I even went to foreign cities to persecute them. On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority and permission of the chief priest. About noon, O King, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the gods. Then I asked, who are you, Lord? I am Jesus whom you are persecuting. The Lord replied, now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen in me and what I will show you. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I'm sending you to them, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith. So then King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea and the Gentiles also. I preach that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds. That is why the Jews seized me in the temple courts and tried to kill me. But I have had God's help to this very day. And so I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what the prophets and Moses said would happen. That the Christ would suffer, that the first rise from the dead would proclaim light to his own people and to the Gentiles. At this point, Festus interrupted Paul's defense. You are out of your mind, Paul, he shouted. Your great learning is driving you insane. I am not insane, most excellent Festus. Paul replied, what I am saying is true and reasonable. The king is familiar with these things, and I can speak freely to him. I am convinced that none of this has escaped his notice, because it was done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. Then Agrippa said to Paul, do you think that in such a short time you can persuade me to be a Christian? Anyway, to make a very long story short, hapa tunaona kipawa cha wisdom kifanya kazi kupitia kwa Paulo. Kama vile neno la Mungu linasema, musiwe na wasiwasi, mkishikwa na muwekwe mbele ya wale mahakimu, mutasema nini? Roho Mtakatifu atawapatia hekima ya ajabu ya kuweza kujibu. Hivyo unaona Paulo amesimama pale na ile hekima amepewa, na amesimama mbele ya wafalme wawili na viongozi wale wengine akiwa wanataka kumhukumu. Unaona ile hekima ya ajabu amepewa na Roho Mtakatifu, na amejitetea. Mwishowe wamekuwa convicted ya kwamba huyu mtu amesimamia ukweli na haki na hakuna haja ya yeye kuuawa. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba kipawa cha word of wisdom kinafanya kazi kwa kanisa, na mtu yeyote anaweza kuoperate under that gift of wisdom. It is a revelation gift. It is received quietly in one's spirit, usually given wakati ambapo
hata wakati wa counselors wale wanategemea Roho Mtakatifu, mara nyingi wanasaidiwa sana na hiki kipawa, kwa sababu mtaongea na mtu, muulize umepitia haya na haya, umepitana na shida nyingi sana, akwambia ujaribu kudigi kidogo, ujue kiini cha hii depression, kiini cha hii stress, kiini cha hii asas ni nini. And yule counselor anaweza kupatiwa wisdom na Roho Mtakatifu, na aweze kumsaidia yule ambaye anahitaji. Kwa hivyo nataka kumalizia hapo nikisema ni kipawa cha Roho Mtakatifu kama vipawa vile vingine, na vile tulisema ama tukaona katika neno la Mungu, vipawa vyote elimu yake ni kujenga, edify, to comfort, and tulisema ni comfort, to exhort and to edify, ili kanisa linakuwa na nguvu na mwelekeo na linajua linaenda wapi, na Mungu wako pamoja nalo, kwa sababu anaongea hata kupitia kwa vile vipawa. Kwa hivyo siku ya leo tumeona the word of wisdom. Last Sunday tuliona the word of knowledge kama kipawa. Kwa hivyo tumesema word of wisdom si ile unaenda shule unafundishwa, si ile ambayo umezaliwa nayo unasema mimi nimezaliwa kuwa mtu hekima, lakini ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Wakati kuna jambo, Roho Mtakatifu anakupatia extraordinary wisdom na unajua vile utahandle mambo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru asubuhi ya leo, tumekuwa na mafundisho juu ya kipawa cha word of wisdom, na tumeona vile hata katika Biblia kipawa hiki kilifanya kazi. Naomba Bwana ukatutembelea na ukaweza kutupatia hata hiki kipawa, tukaweza kuoperate in the wisdom, supernatural wisdom ambayo inatoka kwako, hata wakati ambapo tunajikuta kwa mambo ambayo inahitaji wisdom ya ajabu kutoka kwako. Bwana, ninaomba ukatupatia hiyo hekima kama kanisa, tukaendelea kukuona na kufurahia kutembea pamoja na wewe. Tunakuheshimu, tunakutukuza. Tunapoendelea na ibada, Roho Mtakatifu kuwa mgeni wetu, tuhudumie, tunenee siku ya leo. Bariki kila mmoja wetu ambaye amefika katika ibada siku ya leo. Tenda mema, Mfalme wa ajabu. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Mungu awabariki sana. Nataka kumkaribisha ndugu yetu ambaye atatuongoza.